Ni magharibi tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2025. Ni Kivu News TV. Ndani ya studio ni Pasco Barake, na ni muda ambao tunakwenda kuwaletea habari ambazo zimezunguka mitandaoni mchana wa leo, hasa kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini, ukanda wa maziwa makuu na Ulaya. Leo kumechezewa fainali kati ya AS Kabasha na Goma Sport. Ni kwenye uwanja Delinite ambapo klabu hizi mbili zimecheza fainali ya kombe la amani. Ni kwa urahisishaji wa chama cha M23 pamoja na gavana wa Kivu Kaskazini Bahati Musanga Erasto. Kulionekana waongozi tofauti akiwemo coordinateur Corne Nanga. Mechi hii kabisa ilikuwa kurahisisha muungano wa vijana na sote kuchangia kuirejesha amani. Ni pamoja na kombe hili la amani, gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini Bahati Musanga Erasto alinena kwamba vijana watacheza Kongo nzima. Tumeanza na tumesimama ili kuijenga nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja tukisaidiana. AS Kabasha ilibeba kombe hili baada ya kumwondoa Goma Sport kwa penalti 10-9. Ni pamoja na wafane wengi ambao walijaa Stade Delinite. Kulionekana basi ulinzi mkubwa, raia wakishangilia. Vijana wa Kabasha wamechukua kombe la amani. Ni pamoja na klabu nyingi zilizokuwa zikishiriki kwa kombe hili. Gavana Bahati Musanga Erasto alitembea uwanjani akisalimu vijana ambao walikuwa wamejaa kwenye Stade Delinite, na hapa kabisa kulikuwa na shangwe na nyimbo mpaka mechi ikakwisha. Ni Kivu News TV pamoja na Pasco Barake, tulikuwa mahali hapo. Kulionekana viongozi tofauti wa chama cha M23. Corne Nanga aliwasalimu watu wote ambao walikuwa kwenye uwanja huu wa Delinite. Kabasha imechukua kombe hili. Goma Sport imechukua nafasi ya pili na DC Virunga nafasi ya 3. Mziki ulikuwa mahali hapo. Kulionekana walinzi wengi kwa upande wa New Vision Security, vijana wakamilifu ambao walikuwa mahali hapo, pamoja na umati mkubwa wa jeshi la AFC M23. Mji wa Goma ambao unaendelea kuonesha mabadiliko, hali ya usalama inaendelea kuonekana, na huku Kinshasa wakijiuliza. Imesemekana ya kwamba hii leo hakuna mapatano yoyote yaliyoendelea huko nchini Marekani kati ya nchi mbili.
DRC Congo na nchi jirani ya Rwanda ni chini ya urahisishaji wa kuyauza madini ya Kongo kwa nchi hii ya Amerika. Vijana wengi waliokataa jambo hili wakinena kwamba government ya Kinshasa inaendelea kuhatarisha maisha ya raia. Tuwakumbushe kwamba coalition zote za wazalendo zinaendelea kuhimizana maeneo tofauti za Kivu Kusini. Mji wa Uvira ambao umeendelea kuzingirwa na jeshi la AFC M23, raia wasikitika. Na njia ya Walikale Kisangani, maeneo ambayo kuna mapigano makali tena kati ya AFC M23 na coalition zote za wazalendo mkiwemo NDCR Nove na ANCDH kutoka Masisi. Ni Kivu News TV.